Kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ya 7. Neno la Mungu linasema, kuhani mkuu akasema, je, mambo hayo ndivyo yalivyo? Naye akasema, ndugu zangu na baba zangu, sikilizeni. Mungu wa utukufu alimtokea baba yetu Ibrahim alipokuwa katika Mesopotamia kabla hajakaa Harani. Akamwambia, toka katika nchi yako na katika jamaa zako, ukaende hata nchi nitakayo kuonyesha. Ndipo alipotoka katika nchi ya Wakaldayo akakaa Harani. Akatoka huko baada ya kufa babaye. Mungu akamhamishia mpaka nchi hii mnayokaa ninyi sasa. Wala hakumpa urithi humu, hata kiasi cha kuweka mguu. Akaahidi kwamba atampa iwe milki yake na ya uzao wake baadaye alipokuwa hana mtoto. Mungu akanena hivi, ya kwamba wazao wake watakuwa wageni katika nchi ya watu wengine, nao watawafanya kuwa watumwa wao na kuwatenda mabaya kwa muda wa miaka 400. Na lile taifa watakaowafanya watumwa nitawahukumu mimi, alisema Mungu. Na baada ya hayo watatoka, nao wataniabudu mahali hapa. Akampa agano la tohara. Basi Ibrahim akamzaa Isaka, akamtahiri siku ya 8. Isaka akamzaa Yakobo. Yakobo akawazaa wale 12 wazee wetu. Wale wazee wetu wakimwonea wivu Yusufu, wakamuuza aende Misri. Mungu akawa pamoja naye, akamtoa katika dhiki zake zote, akampa fadhili na hekima mbele ya Farao mfalme wa Misri, naye akamfanya awe mtawala juu ya Misri na nyumba yake yote. Basi kukawa na njaa katika nchi yote ya Misri na Kanaani, na dhiki nyingi, wala baba zetu hawakupata chakula cha kuwatosha. Hata Yakobo aliposikia ya kwamba huko Misri kuna nafaka, akawatuma baba zetu mara ya kwanza. Hata safari ya pili, Yusufu akajitambulisha kwa ndugu zake. Jamaa ya Yusufu ikawa dhahiri kwa Farao. Yusufu akatuma watu, akamwita Yakobo babaye na jamaa zake wote pia, watu 75. Basi Yakobo akashuka mpaka Misri, akafa yeye na baba zetu. Wakachukuliwa mpaka Shekemu, wakazikwa katika kaburi lile ambalo Ibrahim alilinunua kwa kima cha fedha kwa wana wa Hamori huko Shekemu. Basi wakati wa ile ahadi ambayo Mungu alimpa Ibrahim ulipokuwa unakaribia, wale watu wakazidi na kuongezeka sana huko Misri. Hata mfalme mwingine akainuka juu ya Misri asiyemfahamu Yusufu. Huyo akawafanyia hila kabila yetu na kuwatenda mabaya baba zetu, akiwaamuru wawatupe watoto wao wachanga ili wasiishi. Wakati huo akazaliwa Musa, naye alikuwa mzuri sana. Akalelewa kwa muda wa miezi 3 katika nyumba ya babaye. Hata alipotupwa, binti Farao akamtwaa, akamlea awe kama mwanawe. Musa akafundishwa hekima yote ya Wamisri, akawa hodari wa maneno na matendo. Umri wake ulipopata kama miaka 40, akaazimu moyoni mwake kwenda kuwatazama ndugu zake wa Israeli. Akamwona mmoja akidhulumiwa, akamtetea, akamlipia kisasi yule aliyekuwa akionewa, akampiga huyo Misri. Alidhani ya kwamba ndugu zake watafahamu ya kuwa Mungu anawapa wokovu kwa mkono wake, lakini hawakufahamu. Siku ya pili yake akawatokea walipokuwa wakishindana, akataka kuwapatanisha akisema, enyi bwana zangu, ninyi ni ndugu, mbona mnadhulumiana? Lakini yeye aliyemdhulumu mwenziwe akamsukumia mbali akisema, ni nani aliyekuweka wewe kuwa mkuu na mwamuzi juu yetu? Je, wataka kuniua mimi kama ulivyomuua yule Misri jana? Musa akakimbia kwa neno hilo, akakaa hali ya ugeni katika nchi ya Midian, akazaa wana 2 huko. Hata miaka 40 ilipotimia, malaika wa Bwana akamtokea katika jangwa la mlima wa Sinai katika mwali wa moto kijitini. Musa alipouona akastaajabia maono yale, na alipokaribia ili atazame, sauti ya Bwana ikamjia, mimi ni Mungu wa baba zako, Mungu wa Ibrahim na Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Musa akatetemeka asithubutu kutazama. Bwana akamwambia, vua viatu miguuni mwako, kwa maana mahali hapa unaposimama ni nchi takatifu. Yakini nimeona mateso ya watu wangu waliomo Misri, nimesikia kuugua kwao, nami nimeshuka niwatoe. Basi sasa nitakutuma mpaka Misri.
Musa huyo waliyemkataa, wakisema ni nani aliyekuweka kuwa mkuu na mwamuzi, ndiye aliyetumwa na Mungu kuwa mkuu na mkombozi kwa mkono wa yule malaika aliyemtokea katika kile kijiti. Huyo ndiye aliyewatoa, akifanya ajabu na ishara katika nchi ya Misri, na katika bahari ya Shamu, na katika jangwa muda wa miaka 40. Musa huyo ndiye aliyewaambia Waisraeli, Bwana Mungu wenu atawainulieni nabii katika ndugu zenu kama mimi, msikieni yeye. Yeye ndiye aliyekuwa katika kanisa jangwani pamoja na yule malaika aliyesema naye katika mlima wa Sinai, tena pamoja na baba zetu. Ndiye aliyepokea maneno ya uzima atupe sisi. Mtu huyo baba zetu hawakutaka kumtii, bali walimsukumia mbali, na kwa mioyo yao wakarejea Misri. Wakamwambia Haruni, tufanyie miungu watakao tutangulia, maana huyo Musa aliyetutoa katika nchi ya Misri hatujui lililompata. Wakafanya ndama siku zile, wakaleta dhabihu kwa sanamu ile, wakafurahia kazi za mikono yao. Basi Mungu akagairi, akawaacha ili waliabudu jeshi la mbinguni, kama ilivyoandikwa katika chuo cha manabii, Je, mlinitolea mimi dhabihu na sadaka miaka 40 katika jangwa, enyi nyumba ya Israeli? Nanyi mlichukua hema ya Moleki na nyota za mungu wenu Refani, sanamu mlizozifanya ili kuziabudu. Nami nitawafahamisha mwende mbali kupita Babeli. Ile hema ya ushahidi ilikuwa pamoja na baba zetu jangwani, kama alivyoagiza yeye mwenyewe aliyesema na Musa, ya kwamba aifanye sawasawa na mfumo ule aliyouona, ambao baba zetu kwa kupokezana wakaiingiza pamoja na Yoshua katika milki ya mataifa wale, ambao Mungu aliwafukuza mbele ya baba zetu mpaka siku za Daudi, aliyepata fadhili mbele za Mungu, naye aliomba ampatie Mungu wa Yakobo maskani. Lakini Suleman alimjengea nyumba, ila yeye aliye juu hakai katika nyumba zilizofanywa kwa mikono, kama vile asemavyo nabii, mbingu ni kiti changu cha enzi, na nchi ni pa kuwekea miguu yangu. Ni nyumba gani mtakaonijengea, asema Bwana? Au ni mahali gani nitakapostarehe? Si mkono wangu uliofanya haya yote, enyi wenye shingo gumu, msiotairiwa mioyo wala masikio. Siku zote mnampinga Roho Mtakatifu kama baba zenu walivyofanya, na ninyi ni vivyo hivyo. Ni yupi katika manabii ambaye baba zenu hawakumuudhi? Nao waliwaua wale waliotabiri habari za kuja kwake yule mwenye haki, ambaye ninyi sasa mmekuwa wasaliti wake, mkamuua. Ninyi mlioipokea Torati kwa agizo la malaika msiishike. Basi waliposikia maneno haya, wakachomwa mioyo, wakamsagia meno. Lakini yeye akijaa Roho Mtakatifu, akakaza macho yake akitazama mbinguni, akauona utukufu wa Mungu, na Yesu akisimama upande wa mkono wa kuume wa Mungu. Akasema, tazama, naona mbingu zimefunguka, na Mwana wa Adamu amesimama mkono wa kuume wa Mungu. Wakapiga kelele kwa sauti kuu, wakaziba masikio yao, wakamrukia kwa nia moja, wakamtoa nje ya mji, wakampiga kwa mawe. Nao mashahidi wakaweka nguo zao miguuni pa kijana mmoja aliyeitwa Sauli, wakampiga kwa mawe Stefano, naye akiomba akisema, Bwana Yesu, pokea roho yangu. Akapiga magoti, akalia kwa sauti kuu, Bwana, usiwahesabie dhambi hii. Akiisha kusema haya, akalala. Na Sauli alikuwa akiona vema kwa kuuawa kwake. Bwana Yesu asifiwe. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 7, tunaenda kufanya maombi ya kupata nguvu ya kusamehe. Ni maombi magumu kwa watu wengi, kwa sababu tunaishi kwenye dunia iliyojaa makwazo. Tunaishi kwenye dunia yenye watu wasiojali amani ya watu wengine. Tunaishi na watu wasioona vibaya kututendea mabaya. Hali ya dunia ilipofikia, na hasa katika siku hizi za mwisho, mtu anaweza kukufanyia ubaya ili mambo yake yaweze kwenda. Kutenda ubaya imekuwa ni jambo la kawaida, na wakati mwingine anayekutendea ubaya haoni sababu ya kuomba radhi, na hiyo inazidi kukuongezea jeraha la nafsi lililosababishwa na kitendo alichokufanyia. Tunaishi kwenye nyakati ambazo dhamiri za watu
zimekufa ndani yao, kwa namna ambavyo mtu anaweza kukutendea ubaya na bado akalala usingizi bila shida na akaendelea na maisha yake kana kwamba hakuna kitu kilichotokea. Sasa kwa wewe uliyefanyiwa kosa, kwa wewe uliyefanyiwa ubaya, unahitaji msaada wa Mungu kwenye mazingira ya namna hiyo ili uweze kusamehe. Unahitaji nguvu ya Mungu ikuwezeshe kuwasamehe watu waliokufanyia ubaya na bado unawaona wanaendelea kuishi maisha yao kwa furaha. Unisikilize, Shetani anayo kawaida ya kuwafanya watenda mabaya wafurahia maisha, na anafanya hivyo ili aendelee kuwatumia kuumiza na kuharibu maisha ya watu wengi zaidi. Lakini kitu ambacho watu wanaokubali kutumiwa na Shetani kufanya ubaya kwa wenzao hawakijui ni kwamba Shetani hana zawadi ya bure, kwa sababu kuna siku atawageuka na kuwapeleka kuzimu. There is always an end to the wicked. Kwa hiyo inawezekana katika maisha yako kuna mtu au kuna watu wamekutendea mabaya na unashangaa kwa nini bado ukiwaangalia wanacheka, wanaendelea na maisha bila shida, na mbaya zaidi wanaendelea kuumiza watu wengine. Shetani anawatumia kama chombo chake cha uharibifu, lakini hawana mwendo mrefu, kwa sababu kuna siku Shetani atawageuka. Na ndio maana Biblia inasema iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Kwa nini nasema na wewe jambo hili? Nataka nikusaidie upone kwenye nafsi yako. Nataka nikusaidie ili usidhani kwamba watenda mabaya uliokutana nao wana mwisho mwema. Hapana, hapana. Kama hawatatubu, kama hawatabadilisha njia zao, hawana mwisho mwema. Sasa kama umesalitiwa, kama umeumizwa, kama umejeruhiwa, iwe ni kwa maneno, iwe ni kwa matendo, au inawezekana umefanyiwa ukatili, unahitaji nguvu za Mungu ili uweze kusamehe. Unahitaji msaada wa Mungu ili uweze kusamehe watesi wako kwenye maisha. Na ninatumia neno nguvu za Mungu kwa makusudi kabisa, kwa sababu ukitegemea nguvu zako hutaweza kusamehe waliokukosea. Ukitegemea nguvu zako hutaweza kusamehe waliokutesa. Na ndiyo lengo la maombi ya leo. Tunaenda kumsihi Mungu atupe nguvu ya kusamehe, kwa sababu nguvu zetu wenyewe hazitoshi kuwatoa watu wabaya kwenye mioyo yetu. Ni lazima nguvu ya Mungu ihusike. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka unielewe vizuri hapa ili kusaidie. Ninaposema kusamehe, simaanishi kurudisha mahusiano. Kuna watu hutakiwi kuendelea kuwa nao karibu kwa manufaa ya roho yako, lakini unatakiwa kuwasamehe. Maana yake kuwaachilia ndani ya moyo wako kwa makosa waliokufanyia, kuwaachilia ndani ya moyo wako kwa mabaya waliokutendea. Na ninalisema jambo hili makusudi kabisa, kwa sababu kuna watu wameshindwa kusamehe wakifikiri kwamba kusamehe ni lazima kuende pamoja na kurudisha mahusiano. Unisikilize mpendwa katika Kristo Yesu. Unisikilize, itakusaidia. Kama ulikuwa unatembea na tafsiri hiyo, unahitaji kubadilika ili ikupe wepesi wa kusamehe. Nitakupa mfano. Wakati Musa amepanda mlimani kuzungumza na Mungu, huku kambini wana wa Israeli walikosa subira. Wakaona Musa anachelewa na wao walikuwa hawana taarifa yoyote ya kitu kilichompata. Kwa hiyo wakaamua kutengeneza sanamu ya ndama, alafu wakaanza kuiabudu. Mungu alikasirishwa sana na kile kitendo, akataka kuwapiga na kuwaua wote, alafu amtengeneze Musa kuwa taifa. Lakini Musa kama muombaji alianza kuomba toba na rehema kwa muda wa siku 40. Alikuwa anaombea nini? Alikuwa anaomba msamaha kwa Mungu ili Mungu awasamehe watu wake. Mungu akasikia toba ya Musa na akaamua kuwasamehe wana wa Israeli kwa dhambi walioifanya, lakini hakuwa tayari kutembea nao tena na hakuwa tayari kuwapeleka Kanaani. Kuwasamehe amewasamehe, lakini hayupo tayari kutembea nao. Kuwasamehe amewasamehe, lakini hayupo tayari kurudisha mahusiano pamoja nao. Sasa ikabidi Musa aombe toba kwa mara ya pili kwa siku nyingine 40. Lakini safari hii alikuwa haombe msamaha kwa sababu tayari Mungu alikuwa ameshawasamehe. Safari hii akawa anaomba kurudisha mahusiano yaliyovunjika ili Mungu aweze kwenda pamoja nao. Na baada ya kufanya ile toba, Mungu akakubali
na akasema, uso wangu utakwenda pamoja nanyi, nami nitawapa raha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo ndiyo tofauti kati ya kusamehe na kurudisha mahusiano. Kusamehe ni lazima, sio ombi. Kama una mpango wa kwenda mbinguni, kusamehe ni lazima. Kama una mpango wa kujibiwa maombi yako, kusamehe ni lazima. Kama unataka kumsikia Mungu akisema na wewe, kusamehe ni lazima. Na kama unataka kusamehewa na Mungu, kuwasamehe waliokukosea ni lazima. Lakini kurudisha mahusiano na mtu aliyekufanyia ubaya, huo ni uamuzi wako. Huo ni uchaguzi wako. Mungu alipokuumba amekupa akili na utashi. Wewe utapima. Kama upo tayari kurudisha mahusiano na huyo mtu, hilo ni la kwako. Lakini kusamehe ni lazima, na kusamehe ni kwa faida yako. Kumtoa huyo mtu moyoni mwako na kuacha kumshikilia ni lazima, na ni kwa faida yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukisoma kile kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 7, mstari wa 59 na 60, maandiko yanatupa habari ya kupigwa mawe kwa Stefano. Sasa kumbuka, Stefano aliinuliwa mashahidi wa uongo, akahukumiwa kupigwa mawe mpaka kufa bila kosa lolote. Sasa kama mwanadamu yoyote, halikuwa jambo rahisi kwake, halikuwa jambo jepesi kubeba, lakini nguvu za Roho Mtakatifu zilikuwa juu yake, na ndiyo maana akaweza kutangaza msamaha. Ngoja tusome, alafu uone kilichotokea. Maandiko yanasema, wakampiga kwa mawe Stefano, naye akiomba akisema, Bwana Yesu, pokea roho yangu. Akapiga magoti akalia kwa sauti kuu, Bwana, usiwahesabie dhambi hii. Akiisha kusema haya, akalala. Na Sauli alikuwa akiona vema kwa kuuawa kwake. Unisikilize mpendwa katika Kristo Yesu. Mimi nataka nikuulize swali. Hebu kaa kwenye viatu vya Stefano. Hujafanya ubaya kwa mtu, hujatukana mtu, hujadhulumu mtu, hujaibia mtu, lakini unahukumiwa kifo na bado unawatangazia msamaha wanaokupiga kwa mawe. Huwezi kufanya kitu hiki kama nguvu za Mungu hazipo juu yako. Huwezi kufanya jambo hilo kama uwezesho wa Roho Mtakatifu haupo juu yako. Ni lazima Roho Mtakatifu akupe nguvu zake, ndipo utaweza kuwasamehe waliokukosea. Ni lazima Roho Mtakatifu akupe nguvu zake, ndipo utaweza kuwatoa moyoni waliokudhalilisha. Unisikilize, bila nguvu za Roho Mtakatifu, jambo rahisi kwako litakuwa ni kulipiza kisasi. Akimwaga mboga na wewe unamwaga ugali. Na matokeo ya kutosamehe ni pale ambapo mbingu zako zitaanza kufunga. Unaomba lakini maombi hayajibiwi. Unatoa sadaka lakini bado hupati matokeo. Hata Mtume Paulo akifufuka leo na akakuwekea mikono na kukuombea, bado hutapokea, kwa sababu hakuna mtu atakayewasamehe waliokukosea kwa niaba yako. Ni lazima uwe wewe. Sema, ni lazima niwe mimi. Sema tena, ni lazima niwe mimi. Na kuna watu hapa mnanisikiliza, mnachelewesha ushindi wenu nyie wenyewe. Mnachelewesha uponyaji wenu nyie wenyewe. Mnajifungia milango ya kiroho nyie wenyewe, kwa sababu kuna watu mmewashikilia kwenye mioyo yenu. Mmejaza uchungu kwenye mioyo yenu, na neno hili linakuja kwako kukusaidia upate kupona. Unisikilize, inawezekana huyo mtu aliyekukosea haumuhitaji tena kwenye maisha yako. Inawezekana haumuhitaji tena kwenye biashara yako, lakini msamehe, mtoe moyoni mwako. Hata kama hajaja kukuomba msamaha, wewe msamehe kwa faida yako, ili hata kama ikitokea unakufa leo, basi ufe uende mbinguni. Pasiwe na kikwazo chochote cha kukuzuia kupita kwenye lango la mbinguni. Samehe ili maombi yako yafunguliwe, na ujumbe huu unakuja kwako ili upate kupona. Ninaamini umenielewa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama umenielewa, ninaomba ufunike macho yako. Funika tu macho yako, alafu anza kutafakari. Ni nani amekufanyia ubaya kwenye maisha yako na unaona kabisa huwezi kumsamehe? Inawezekana umembeba huyo mtu ndani ya moyo wako kwa miaka mingi sana, na leo hii Roho Mtakatifu amekutumia hili neno kwamba samehe huyo mtu ili ufunguliwe. Samehe huyo mtu ili maombi yako yawe na kibali. Samehe huyo mtu ili uende mbinguni.
Nataka tupate nafasi ya kuomba hapa. Nataka tupate nafasi ya kuomba. Nikuongoze katika maombi. Kuna sehemu nitakuongoza, lakini kuna sehemu utaomba wewe mwenyewe. Lakini unapoomba, hakikisha unaomba kwa kumaanisha. Kwa hiyo kama upo tayari, fuatisha maombi haya. Sema, Mungu Baba. Sema tena, Mungu Baba, katika jina la Yesu, ninaomba unisamehe kwa dhambi nilizotenda siku ya leo. Ninaomba unisamehe kwa makosa niliyofanya siku ya leo. Ninaomba unisamehe niliposhindwa kusikia sauti yako. Ninaomba unisamehe niliposhindwa kufuata maelekezo ya neno lako. Mungu, ninaomba unisamehe. Mungu, ninaomba unirehemu. Baba wa rehema, ninaomba unipe neema ya kusikilizwa na wewe. Ninaomba unipe neema ya kusogea kwenye baraza lako. Kuna mizigo ya kiroho inanilemea na kunitesa kwenye moyo wangu. Kuna mizigo ya watu inanilemea na kunitesa kwenye maisha. Ninakuja kwako jinsi nilivyo. Nasimamia ahadi ya neno lako Bwana. Uliposema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Na mimi ninakuja kwako Bwana Yesu, maana moyo wangu umelemewa na mizigo. Ninakuomba unitue siku ya leo. Ninakuomba unitue siku ya leo. Siwezi kujisaidia mwenyewe. Siwezi kujiokoa mwenyewe. Siwezi kufanya mapenzi yako kwa akili zangu. Siwezi kufanya mapenzi yako kwa nguvu zangu. Nahitaji neema yako inibebe. Nahitaji neema yako iniokoe. Nahitaji neema yako inihudumie kwa upya. Baba, naomba uguse moyo wangu siku ya leo. Baba, naomba uuponye moyo wangu siku ya leo. Ninaomba unipe wepesi ndani ya moyo wangu, katika jina la Yesu. Bwana Yesu, Bwana Yesu, nahitaji nguvu za Roho Mtakatifu. Nahitaji nguvu za Roho Mtakatifu. Bila nguvu zake siwezi kusamehe walionikosea. Bila nguvu zake siwezi kuachilia walionijeruhi. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, karibu ndani yangu. Karibu ndani yangu. Karibu ndani yangu. Karibu ndani yangu. Nijaze nguvu zako. Nijaze nguvu zako. Nijaze nguvu zako. Niwezeshe kusamehe na kuachilia. Niwezeshe kusamehe na kuachilia. Roho Mtakatifu, ewe Roho Mtakatifu, nijaze kwa nguvu zako. Nijaze kwa nguvu zako. Nijaze kwa nguvu zako. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kwa maneno ya kinywa chako, endelea kumwambia Roho Mtakatifu akujaze nguvu zake ili uweze kusamehe. Mwambie Roho Mtakatifu akujaze kwa nguvu zake ili uweze kuachilia. Mwambie Roho Mtakatifu akujaze kwa nguvu zake ili maumivu ya moyo ya kuachie. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Mwite Roho Mtakatifu akujaze nguvu zake, maana bila yeye wewe huwezi kufanya neno lolote. Endelea, endelea. Mwambie Roho Mtakatifu, ninaomba unipe nguvu zako niweze kusamehe walionikosea. Nipe nguvu zako niweze kusamehe walionitendea mabaya. Nipe nguvu zako niweze kuachilia kwenye moyo wangu. Roho wa Bwana, Roho wa Bwana, nijaze nguvu zako. Roho wa Bwana, Roho wa Bwana, nijaze nguvu zako. Roho wa Bwana, Roho wa Bwana, nijaze nguvu zako. Roho wa Bwana, Roho wa Bwana, nijaze nguvu zako. Na kutegemea wewe unisaidie. Na kutegemea wewe uniwezeshe. Maana wewe ni Roho wa uweza. Nijaze Baba. Nijaze Baba. Nitie nguvu peke yangu siwezi. Nitie nguvu peke yangu siwezi.
katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, usinyamaze, usinyamaze. Endelea, endelea, na mimi nakusindikiza. Endelea, endelea. Msii Roho Mtakatifu akujaze kwa nguvu zake. Msii Roho Mtakatifu aachilie nguvu zake ndani yako. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea, endelea. Mungu uliye hai, uliahidi kwenye neno lako kwamba tukikuomba Roho Mtakatifu utatupa. Na neno lako linasema kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 16 mstari wa 14 kwamba mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote. Baba, tuna kiu na uso wako, tuna kiu na nguvu zako. Baba, tunaomba utujaze nguvu zako. Baba, tunaomba utujaze nguvu zako. Nafsi zetu zimekaukiwa, mioyo yetu imekaukiwa. Tunashindwa kutembea kwenye mapenzi yako kwa sababu hatuna nguvu za Roho wako Mtakatifu. Tunashindwa kuwasamehe watu kwa sababu tumepungukiwa nguvu za Roho wako Mtakatifu. Tunaomba utujaze nguvu zako. Tunaomba utujaze nguvu zako. Tunaomba utujaze nguvu zako. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Asante Baba kwa kusikia. Asante Baba kwa kujibu. Na kwa mamlaka ulionipa katika ulimwengu wa roho, ninaomba nguvu zako zishuke juu ya huyu mtu anayeomba maombi haya. Mahali popote pale alipo, mbingu zifunguke juu yake, na Roho wako Mtakatifu ashuke ndani yake kwa nguvu. Ashuke ndani yake kwa nguvu. Ashuke ndani yake kwa nguvu. Roho wako Mtakatifu ashuke ndani yake kwa nguvu. Ashuke ndani yake kwa nguvu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Pokea ujazo wa Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu. Pokea ujazo wa Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu. Pokea ujazo wa Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu. Pokea ujazo wa Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu. Pokea ujazo wa Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu. Pokea, 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 pokea kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Ujazwe nguvu mama, ujazwe nguvu kijana, ujazwe nguvu msichana, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Pokea uwezo wa kusamehe. Pokea uwezo wa kuachilia. Pokea uwezo wa kushinda huzuni ya moyo. Pokea uwezo wa kushinda majaribu. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Nguvu za Roho Mtakatifu ziingie ndani yako kama umeme. Kama umeme. Kama umeme. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Pokea. 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 Pokea uweza wa Roho Mtakatifu. Pokea uweza wa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Naachilia nguvu za Roho Mtakatifu. Upako wa Roho Mtakatifu kufikie mpaka hapo nyumbani. Naachilia mguso wa Roho Mtakatifu kwenye maisha yako. Naachilia mguso wa Roho Mtakatifu kwenye nafsi yako. Pumzi ya Roho Mtakatifu iweke uzima mpya ndani yako. Pumzi ya Roho Mtakatifu ijae ndani yako na nguvu. Ijae ndani yako na nguvu. Ijae ndani yako na nguvu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Upako wa Roho Mtakatifu kama moto. Upako wa Roho Mtakatifu kama moto. Kama siku ile ya Pentekoste. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Pokea neema ya kuachilia. Pokea neema ya kusamehe. Pokea neema ya kusimama tena. Katika jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu.
Pokea kwa jina la Yesu. Pokea neema ya kuanza upya kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Wingi wa mafuta ya Roho Mtakatifu juu yako. Wingi wa mafuta ya Roho Mtakatifu ushuke juu yako sasa. Ushuke juu yako sasa. Kama mito ya maji. Kama mito ya maji. Yatiririke juu yako kwa jina la Yesu. Yatiririke juu yako kwa jina la Yesu. Yatiririke juu yako. Yatiririke juu yako. Yatiririke juu yako. Yatiririke juu yako. Ndio, 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 ndio. Pokea kwa jina la Yesu. 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 Pokea uwezo utokao juu. Pokea uwezo utokao juu. Pokea uwezo utokao juu katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu. Kama unasikia kuvuka, anza sasa kuwaachilia uliowabeba moyoni mwako. Maana nguvu za Roho Mtakatifu zipo juu yako tayari. Tumia hii nafasi kuwaachilia waliokukosea. Mwambie Mungu, na waachilia walioniumiza, na waachilia walionikosea, na waachilia walionijeruhi, na waachilia walionidhalilisha, na waachilia walionidharau, na waachilia walionifanyia ukatili, na waachilia, na waachilia, na waachilia, na waachilia, na wasamehe na kuachilia, na wasamehe na kuachilia. Endelea kuomba, endelea kuachilia, endelea kuomba, endelea kuachilia. Taja na majina yao, alafu tangaza msamaha kwa njia ya maombi. Mwambie Bwana Yesu, natangaza msamaha kwa huyu mtu. Namsamehe kwa yote aliyonitendea. Namtoa moyoni mwangu kwa jina la Yesu. Namtoa moyoni mwangu kwa jina la Yesu. Namtoa moyoni mwangu kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Endelea, endelea, endelea. Na kutamkia amani ya Kristo kwenye maisha yako kuanzia leo. Na kutamkia amani ya Kristo kwenye moyo wako kuanzia leo. Bwana akurejeshe nafasi ya mamlaka katika ulimwengu wa roho. Bwana akurejeshe nguvu mpya ya kuomba na kusonga mbele. Ukafurahie safari ya wokovu kuanzia leo. Bwana akurudishie furaha ya wokovu wako kwa jina la Yesu. Bwana akufungulie milango ya neema kwenye maisha yako. Ukauone uzuri wa utakatifu wake jinsi ulivyo. Bwana akupake mafuta ya furaha kwenye maisha yako. Pokea neema mpya kwa jina la Yesu. Pokea neema mpya kwa jina la Yesu. Pokea neema ya kuwa na kibali kwa jina la Yesu. Bwana akukumbuke katika maisha haya, na Bwana akukumbuke katika ulimwengu ujao. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kama umefanya maombi haya, napenda kukupa hongera kwa ushindi. Mungu akubariki sana kwa kusoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 7 yote. Kesho tutaendelea kusoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 8. Kwa hiyo usisahau kuandaa Biblia yako na ujiandae kwa maombi pia. Lakini kabla sijamaliza kipindi cha leo, nataka nikupe nafasi ya kuokoka. Yaani kumpa Yesu nafasi aingie ndani yako na afanike kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Unapookoka, unapata uhakika wa kuishi maisha ya ushindi ukiwa hapa duniani. Lakini pia unapompa Yesu maisha yako, hata ukifa leo, unakwenda mbinguni. Na hii ni habari njema sana ya ufalme wa Mungu katika maisha yako. Kwa hiyo kama upo tayari na unamhitaji huyu Yesu akuokoe na aliandike jina lako kwenye kitabu cha uzima wa milele,
Fuatisha maombi haya. Sema: Mungu Baba, katika jina la Yesu, asante kwa kuniwezesha kusoma neno lako siku ya leo. Ninaomba unisamehe dhambi zangu zote nilizotenda katika maisha yangu. Ninatubu kwako. Ninaomba damu ya Yesu initakase. Bwana Yesu, nafungua moyo wangu na kukaribisha uingie ndani yangu kwa uweza wa Roho wako Mtakatifu. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu kuanzia sasa na siku zote. Ninaomba uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele. Ninaomba unitie nguvu, shetani asinishinde. Ninaomba unitie nguvu, majaribu yasinishinde. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Amen. Kama umefanya sala hii, napenda kukupa hongera kwa kuokoka. Mungu akubariki sana. Tuonane tena siku ya kesho. Usisahau kuwashirikisha watu unaowapenda ili waungane nasi katika vipindi hivi vya kusoma Biblia pamoja na maombi. Kumbuka, mtu yeyote atakayeokoka kwa sababu ulimtumia link, Bwana atakupa thawabu yako kwa sababu umeshiriki pamoja nami kuwapeleka watu kwa Yesu. Nami ninakuombea Yesu akutunze na kukulinda. Amen.